basi tutaenda moja kwa moja. Tumesoma huo mstari, japo sio mstari ambao sasa ndio unatumika, lakini sasa nimeona tusome mstari huo hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Kichwa cha kalenda kilisema haki huleta amani na ustawi. Ndio kichwa cha kalenda cha KKKT siku ya leo. Itakiwa tusome Mambo ya Walawi 19:30 mpaka 37, lakini hatutaenda huko. Tutaenda kwenye kile ambacho mchungaji aliomba tutembee kwenye hicho. Tumeambiwa tujifunze kwa habari ya sadaka ya sikukuu ya mavuno, ambayo nadhani tutatoa mara baada ya shukrani ile ya neno. Bwana Yesu apewe sifa. Sikukuu ya mavuno sio kwamba labda ni utaratibu wa kanisa umejiwekea, hapana. Sikukuu ya mavuno ni utaratibu na ni sadaka ambayo ipo kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Hii sadaka inapatikanaga sana kwenye Mambo ya Walawi, na kwenye Mambo ya Walawi kuna sikukuu almost 7 ambazo Wayahudi walipewa maelekezo na Mungu ya kwamba wanapaswa washerekee hizo sikukuu. Moja ya hizo sikukuu ni sikukuu ya mavuno, na katika hizi sikukuu 7, sikukuu 4 tayari yaani zimesha kuwa fulfilled, yaani ile kikawaida. Yaani sikukuu ambazo zote kwa tunazisherekea, lakini sikukuu 4, lakini 3 hizo bado. Okay, 3 sikukuu 3 bado. Sikukuu 3 bado, ambapo sasa in chronological order kwa hizo sikukuu, katika chronological order kwa hizi sikukuu sasa ambazo Wayahudi huwa wanazisherekea, ya kwanza ni sikukuu ya Pasaka, ambapo maelekezo waliambiwa kwamba wapake kwenye mimo ya milango damu juu na pembeni. Mara baada ya kupaka, yule malaika atakapopita ataziacha nyumba za Wayahudi. Wakafanya hivyo, lakini Pasaka amekuja kuitimiza Yesu, si ndio? Kwa sikukuu ya Pasaka tayari imeshatimia, si ndio? Lakini sikukuu ya pili ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Walikuwa wanasherekea walivyoingia nchi ya ahadi, wakawa wanasherekea. Yesu anakaa na wanafunzi wake chumba cha juu, amekula nao ile nini, meza ya Bwana. Maelekezo ya ile meza ya Bwana ni mkate usiotiwa chachu. Mkate tunasemaga kwamba mkate ni neno la Mungu, si ndivyo? Sasa kwa kipindi hiki Yesu alipokula na wale wanafunzi pale juu, ile sikukuu tayari ilikuwa imeshatimia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu hiyo tayari, ambapo sasa kwa kipindi hiki tunakuwa tunasherehekea, tunakuwa tunashiriki meza ya Bwana, lakini kwa kipindi hiki ambacho tupo sasa hivi tunatakiwa na tunasisitizwa kuhakikisha tuna neno la Mungu la kutosha. Mkate usiotiwa chachu kwa lugha ya sasa naweza nikasema kwamba neno la Mungu lisilogoshiwa, a straight word of God. Ni neno la Mungu lisilogoshiwa. Kugoshiwa ni kuingiza uongo. Nowadays kuna mafundisho ya uongo mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wewe ukiweka jitihada kwenye kulisoma neno la Mungu, unaweza ukajua kwamba hiki kinachofundishwa ni cha uongo ama hichi kinachofundishwa sio cha uongo. Hiyo ni sikukuu ya ngapi? Ya pili. Lakini sikukuu ya 3 ni sikukuu ya malimbuko, mzaliwa wa kwanza. Kuku wako wakizaa, ule uzao wa kwanza ni malimbuko, au mayai yako ya kwanza, kuna sadaka ya nini? Ya malimbuko. Mshahara wako wa kwanza ni nini? Ni sadaka ya malimbuko. Bwana Yesu apewe sifa. Malimbuko hii pia, ama sikukuu ya malimbuko hii pia tayari imeshakwisha kutimia. Yesu alipofufuka ni limbuko la hao waliolala mauti. Kwa sadaka hii, sikukuu ya malimbuko bado huwa Wayahudi wanasherehekea, lakini ni sikukuu ambayo tayari imeshakuwa fulfilled, imeshatimia. Yesu alipokuwa wa kwanza kufufuka, tunasema Yesu ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ndugu wengi ni nani? Wewe na mimi. Tunaambiwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Yesu anakuwa introduced kama mwana wa Mungu, si ndivyo? Lakini huko tunaambiwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Wewe na mimi tu wana wa Mungu, si ndivyo? Kwa kama ni wana wa Mungu na Yesu ndo mzaliwa wa kwanza,
ikiwa ina maana ya kwamba Yesu ni nani? Ni malimbuko. Kwa hiyo sikukuu ya nini? Ya malimbuko ama ya mzaliwa wa kwanza, hii tayari, hii ni sikukuu ya ngapi wana wa Mungu? Ni sikukuu ya 3. Sikukuu ya 4 ambayo sasa tutaangalia kwa undani ni sikukuu ya nini? Ni sikukuu ya mavuno ama sikukuu ya majuma. Ipo kwenye mambo ya Walawi pia. Sasa sikukuu ya mavuno kwenye Biblia huku ilikuwa inasherekewa, na siku ambayo ilikuwa inasherekewa sikukuu ya mavuno ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste. Ni siku ya 50. Ukisoma kwenye mambo ya Walawi, nitakuja kusomea mstari kuhusiana na hii sikukuu ya nini? Hii sikukuu ya nini? Ya mavuno, ambapo sasa kwenye Biblia huku na yenyewe, kwa sababu sikukuu ya Pentekoste Yesu aliwaambia siku 50 mara baada ya Yesu kufufuka, msiondoke, kaeni chumba cha juu hadi mtakapopokea nini? Uweza na nguvu itokayo juu. Mkipokea uweza na nguvu itokayo juu, then atakuja juu yenu Roho Mtakatifu. Ni sikukuu ya mavuno, si ndivyo? Sasa nitajaribu kucontextualize kwa sikukuu ya mavuno ambayo tuko nayo na sikukuu ya mavuno ambayo Wayahudi walikuwa wanayo, lakini hapo ile siku ya Pentekoste aliposhuka Roho Mtakatifu, waliokolewa watu 3,000. Kuokolewa kwa nafsi 3,000 ndio mavuno hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa technically hii sikukuu imeshafanyaje? Imeshakuwa fulfilled, imeshakamilika tayari, imeshasherekewa. Bwana Yesu apewe sifa. Inayofuata ni siku gani? Hizi sasa sikukuu hizi. Inayofuata ni sikukuu gani? Ni sikukuu ya baragumu ama sikukuu ya tarumbeta, ambayo most of the time kwenye Biblia anasema kwamba itakuwa siku ya kwanza ya mwezi wa 7. Sasa ule mwezi wa 7 kwa kalenda yetu hii Gregorian kalenda inakuwa ni mwezi wa 9 wa 10. Hii ni siku ya kupiga nini? Ya kupiga tarumbeta. Hii ni sikukuu ya baragumu, tarumbeta, lakini hii ya baragumu haijatokea bado. Na hizi ambapo kuna sikukuu ya baragumu, kuna sikukuu ya upatanisho na sikukuu ya vibanda, hizi 3 bado hazijatokea. Ya tarumbeta ndio sasa hivi tunasubiria nini? Tarumbeta ya mwisho, si ndivyo? Tunasubiria nini? Parapanda ya mwisho. Kwa hiyo one of the thing ambacho natakiwa uwe nacho, ukijue, uwe tayari mwana wa Mungu. Kristo anakuja kulichukua kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunafanya kazi ya Mungu, si uimbaji, unatoa, unafanya hivi na hivi na hivi, na hapa tutaenda kujifunza hii inahusika na mavuno, inahusika na mambo ya utoaji. Ni kweli unatoa sadaka vizuri kabisa, tena bila ya kushurutishwa. Na hicho na mimi pia niseme kama mchungaji alivyosema, lakini kiongozi wa fedha aliposema, Mungu awabariki kwa utoaji wenu, kwa sababu naonaga katikati ya wiki unakuta watu wanamtafuta, na sometimes they are not watu wa kijiji changu, wanamtafuta mtumishi, nataka nitoe ile ya kiwanja. Kwa hiyo inabidi sasa ni save ile namba ya nini, ile namba yetu ile ya matoleo, namba ni hiyo hapo. Kwa hiyo unakuta katikati ya wiki huko Mungu mtu kamsemesha, huyu anatuma inaenda kwenye akaunti moja kwa moja. Hiyo wana wa Mungu, Mungu atubariki. Kwa hapo tunafanya vizuri, watu walawe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa, na tusonge mbele. Lakini sikukuu inayofuata ni sikukuu ya baragumu, ndio ambayo haijatimiwa, it is not fulfilled. Hii inahusiana na mambo ya unyakuo. Parapanda ya mwisho itapigwa, wote tutafanyaje? Tutanyakuliwa. Kwa hiyo hii bado haijawa fulfilled, ndio ambayo inafuata. Na hizi sasa, hii sikukuu ya baragumu, sikukuu ya upatanisho na sikukuu ya vibanda, hizi hazitachukua muda mrefu na zenyewe, kwa sababu ya kwanza hii sikukuu ya baragumu itakuwa ni tarehe 1, lakini sikukuu ya upatanisho itakuwa ni tarehe 7, alafu nyingine ni tarehe 14 au tarehe 15 kwa kalenda ya nini, ya Kiyahudi. Kwa hiyo hizi ni sikukuu ambazo bado hazijawa fulfilled. Kwa hiyo wewe na mimi kama Wakristo tukae tayari, tukae macho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tumefahamu hizo sikukuu za Kiyahudi ambazo huwa tunazisherehekea, lakini sasa mbele yetu tuna sikukuu ya nini? Tuna sikukuu ya mavuno. Kwa kama sikukuu ni ya mavuno, kwa daktari hapa, mavuno unaweza kawa sasa ndio mzizi wa neno, si ndio? Sikukuu ya mavuno, kwa mavuno ni nini? Ni mzizi wa neno. Sasa maana ya neno mavuno
kwa maana ambayo nimeiandaa ni kwamba mavuno ina maana ya mazao au matunda yanayokusanywa kutoka shambani baada ya kukomaa au kuiva. Mavuno yako yakikomaa ama yakiiva, kama ni matunda yakiiva, kwa hiyo mara baada ya kupata au mazao, then kinachotokea hayo ndio yanakuwa mavuno, yanakuwa ni mavuno, si ndivyo? Lakini sasa kwa context ya sikukuu ya mavuno ni kwamba sasa mara baada ya msimu wa mavuno kufanyeje? Kuhitimishwa kwa mujibu na maelekezo ya Wayahudi. Walipewa hayo maelekezo ya kwamba katika sehemu ya mavuno ambayo unakuwa umeyapata, kinachotokea ni kwamba walikuwa wanasherehekea hiyo sikukuu, lakini hiyo sikukuu ilikuwa inaambatana na Wayahudi kutoa nini? Sadaka. Kutoa sadaka kwa nani? Kwa Mungu. Wanatoa sadaka kwa Mungu. Kwa nini? Na kwa nini inatolewa hii sadaka ya mavuno? Sasa ndio tunaendelea kujifunza kuhusiana na sadaka hii ya nini? Ya mavuno. Wanatoa sadaka ya mavuno kama shukrani kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tangu wameanza kuandaa mashamba, Mungu amekuwa pamoja na wao. Wameanza kuandaa mbegu, Mungu amekuwa pamoja na wao. Wameandaa mashamba, Mungu amekuwa pamoja. Walikuwa wamepanda hayo mavuno, hiyo mbegu ambayo walikuwa wamepanda, Mungu amekuwa pamoja nao. Wamevuna, Mungu amekuwa pamoja nao. Sasa wanapohitimisha msimu wa kuvuna hayo mavuno, maelekezo ilikuwa ni kwamba wanatoa sadaka ya kumshukuru Mungu. Kwa ni namna fulani ama sehemu fulani ya sadaka ya shukurani ambayo unatoa kwenye nini? Kwenye mavuno ya mazao yako ama ya biashara ama ya kazi ambayo unafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana ya kumshukuru Mungu, amekuwa pamoja na wewe. Tunaifanyaga mara moja pia kwa mwaka, labda kwenye utaratibu wa kanisa, kwa sababu tunaashimu kwamba msimu wa kuvuna ni mara moja kwa mwaka, si ndivyo? Kwa tukitembea na concept hiyo hapo, ndio tukatengeneza sasa sikukuu ya nini? Ya mavuno, ambayo tunakuwa tunayo kama kanisa kwa ujumla. Tunafanya kitu ambacho Wayahudi walikuwa wanakifanya, lakini kwa context yetu, kwa mazingira yetu. By the way, sisi pia ni Wayahudi kwa imani, kwa kumwamini Kristo tunafanyika kuwa wazao wa nani? Wa Ibrahim. Kwa hiyo tunakuwa ni uzao wa Ibrahim, si ndivyo? Kwa sisi pia we are mandated, tunaelekezwa ya kwamba tunatakiwa tuwe na hiyo sikukuu ya nini? Ya mavuno. Kwa hiyo ni sadaka fulani ya kumshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa pamoja na wewe. Kwa nini pia umshukuru Mungu? Kwa sababu tangu mchakato wa kuanza kuandaa mashamba hadi tunakuja kufika kuvuna, kuna vitu vingi sana vimetokea hapo katikati. Kuna wapendwa wetu wengine wanakuwa wameondoka, lakini sasa kwa sababu wewe upo na kila sababu ya kumshukuru Mungu, Mungu umenisaidia, nimefika kipindi hiki hapa. Kwa ni sadaka fulani ya kumshukuru Mungu. That's why pia sidhani eti mwenyekiti tumeweka kiwango kwenye hii ya mavuno, hatujaweka, si ndio? Hatujaweka. Unajua kwa nini pia hawajaweka kiwango ama baraza halijaweka kiwango kwenye sikukuu ya mavuno? Kwa sababu tunalima maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo tukikupangia, tunaweza tukasema tunaweka 50,000, mwingine 50,000 ni kitu kidogo sana kwake, kulingana na vitu ambavyo na baraka ambayo Mungu amembariki kwenye maisha yake. Ndio maana kwenye sadaka hii hapa hatuweki kiwango, kwa sababu mwingine biashara yake kwa siku anaingiza zaidi ya milioni 10, zaidi ya milioni 20. Wapo watu wanaoingiza fedha hiyo hapa kwa siku. Kwa ukimpangia kiwango cha 20,000, anaona kabisa kana kwamba hajafanyaje, hajamheshimu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sasa hii nimesema imeshafanyaje, imekwisha kutimia. Hii ya mavuno, siku ya Pentekoste imekwisha kutimia. Sasa nikiwa najiandaa kuhusiana na hii concept ya sikukuu ya mavuno kutokea kwenye neno la Mungu, sawa sawa na kitu ambacho Roho Mtakatifu alikuwa anakiachilia ndani ya moyo,
Mambo ya Walawi 23 mstari wa 15 mpaka wa 16 ndio hii sadaka sasa inaelezewa, au unaweza kaipata hapo. Anasema hivi, nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato, tangu siku hiyo mlioleta mganda wa sadaka ya kutikiswa, zitatimia Sabato 7. Sabato 7 ni kama majuma 7 mara 7 ni 49, si ndivyo? Lakini ilikuwa inatolewa siku ya 50 ambayo ni siku ya Pentekoste. Ile neno Pentekoste ni 50. Bwana Yesu apewe sifa. Sabato 7, hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku 50, nani mtamsogezea Bwana sadaka ya unga mpya. Sadaka ya unga mpya, kwa sababu tumetoka kuvuna, na baada ya kutoka kuvuna ule unga unakuwa ni nini? Ni unga mpya. It kwamba ni sehemu ya nini? Ya mavuno ambayo tumetokea kufanyaje? Tumetoka kuyavuna. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa siri kwenye Biblia hii sadaka ya mavuno inapatikana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema kuwa fulfilled, imeshakuwa fulfilled kwa sababu ile siku ya Pentekoste mavuno ya watu 3,000 yalitokea. Ndo mavuno yenyewe. Tunaambiwa kwamba mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni nini? Ni wachache, si ndivyo? Tuko kwenye majira na kipindi au nyakati ya nini? Ya mavuno. Kwa hiyo sasa hiyo sadaka ni sadaka mojawapo ambayo inakuwa ni ya shukrani kwa Mungu. Tumesoma ile Kumbukumbu la Torati mstari wa kwanza, nimesema mpaka mstari wa 14. Pale anazungumza kwamba sisi itabarikiwa kapu lako, yatabarikiwa mazao, utabarikiwa uzao wa nini? Wa mifugo yako, kondoo na vitu vya namna hiyo. Hapo kinachotokeaga mara nyingi kwetu waamini, tukishapata mavuno, Mungu akishatubariki, tuna tabia ya kusahau. Kwa sadaka ya shukrani inakufanya usisahau. Sadaka ya kushukrani hii ya mavuno ni kutambua ya kwamba katika mchakato mzima Mungu amekuwa pamoja na wewe. Kumbukumbu la Torati 8:17 hadi 19 anasema hivi, hapo usiseme moyoni mwako utaka kuvuna na vitu vinavyotokea vitu vizuri kwenye maisha yako. Anasema hivi, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uweza wa mkono wangu ndio uliopata utajiri huo. 18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili aliimarishe agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Baraka yeyote ya Mungu kwenye maisha yako ama kwenye maisha ya kwangu, kusudi ni kuimarisha agano. Kwa maana gani? Kwa mfano, unaweza ukawa una biashara ambayo unaifanya. Let's say hapa tuna hii sadaka hapa. Tuna sadaka sijui ya kiwanja na vitu vya namna hiyo hapa. Si ndivyo? Unajua kuna wengine wali kanisani kwa sababu ya sadaka na vitu vya namna hiyo hapa. Unajua kwa nini hadi kanisani? Kwa sababu anakuwa a little bit stressed kwamba bana wenzangu ndio wanatoa afu itakuwa story. Kwa hiyo ndio kinafanya asije kanisani. Na kama upo hapa usiwe na sababu hiyo ya kufanya ukose ibada. Kwa sababu utakosa vitu vingi sana ambavyo Mungu amevikusudia kwa ajili yako kwa sababu hiyo hapo. Ukisoma Warumi, Biblia inasema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu mbele za Mungu, ndio sadaka yenu yenye maana. Kwa kabla hujatoa hiyo sadaka ambayo unakuja kutoa hapa, mwili wako kuwepo hapa, kulisikiliza neno la Mungu asubuhi hii hapa, hiyo ni sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu ashumie ampo hapo. Wote leo hatujaje kwa sababu hatuna sadaka, afu tuko na mchungaji tu hapa kanisani. Hivi hiyo tutafanya kweli ibada hiyo? Hapana, si ndivyo? Japo tunaweza tukafanya, lakini unakuta kama does not make sense kwamba kiongozi tu mchungaji mwenyewe ndo amekuja ibadani, inakuwa it makes sense, si ndivyo? Kwa njoo ibadani kwa kutoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Kitu kingine ambacho natakiwa ukijue, yaani kabla ya hiyo sadaka yako, Mungu anakutakaga wewe na moyo wako. Akisha upata moyo wako, kwa sababu wengi wakati tunasema kama siendi kwa sababu sadaka 1, 2, 3. Mungu sadaka hakimsumbui chochote kile kinachohusiana na sadaka yako. By the way, neno la Mungu linasema kwamba Mungu kwa hekima yake aliumba mbingu na nchi. Alipoumba mbingu na nchi, alikuomba sadaka?
hakuniomba, hakukuomba, si ndio? Kwa kama tu hilo, hakukuomba wewe ama hakuniomba mimi sadaka, alivyoumba mbingu na nchi, heaven assurance, Mungu ni Mungu wa utoshelevu. By the way, vyote tulivyo navyo vinatoka kwake. Kwa sadaka ni tendo tu la imani la kumshukuru Mungu kwamba Mungu, ninakurecognize kwenye maisha yangu. Kwa Mungu kwanza anataka upate moyo wako. Akishaupata moyo wako, ukishaupata moyo wa mtu, kutoa ni kitu cha kawaida tu, by default atatoa. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kafanyaje, akamtoa mwana wake wa pekee. Kama upendo upo juu ya kitu, juu ya mtu ama juu ya issue yoyote ile, kutoa ni given. Kwa hiyo Mungu anachokitaka kwanza ni wewe, nafsi yako iwepo hapa, isikie neno lake. Ikishalisikia neno lake, hicho ndo kwanza ambacho kinampendeza Mungu. Issue ya sadaka hiyo mdogo mdogo, Roho Mungu ataendelea kukufundisha. Kwa hiyo usiahirishe kuja ibadani kwa sababu hauna sadaka. Tunaelewana wana wa Mungu? Tunaelewana wana wa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ehe, tunaendelea mbele. Kwa hiyo inahusiana na nini hapo kwenye mstari ambao tulikuwa tunasoma, hiyo kwamba mara nyingi wanadamu, Mungu akitubariki wakati tuna tabia ya kufanyaje, kusahau. Kwa Mungu akikubariki usisahau, nenda kamshukuru. Hiyo ni kurecognize nafasi yake kwenye maisha yako na kwenye maisha yangu. Mwanzo sura ya 8, tunapokuwa tunasoma kitu fulani ama concept fulani kwenye Biblia, kuna principle tunaita sasa, hii principle ya kufafanua maandiko, kutamkwa kwa mara ya kwanza. Concept inayohusiana na mavuno kwa mara ya kwanza imetamkwa kwenye Mwanzo 8:20 na ngapi? 22. Ili sasa tunapoendelea pia tuweze kuelewa hii concept ya sasa ya nini, ya sadaka ama sikukuu ya mavuno, lakini sasa tutaielewa huko. Hiyo Mwanzo 8:22 anasema hivi: muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno. Anasema majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Anasema hivi, muda nchi idumupo. Muda nchi idumupo ni hivi tunapoona jua linachomoza linazama, si ndio? Kwa ukiona tu jua limechomoza limezama, ndio kwamba nchi inadumu. Na kama nchi inadumu, majira ya kupanda na kuvuna obvious yapo kwenye maisha yetu. Mhubiri anasema kwamba kuna majira hivi, kuna majira hivi. Okay, ni Mhubiri 3:1 anasema hivi mpaka mstari wa 2 anasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopanda. Kung'oa yaliyopanda ni technically ndio wakati wa kufanyaje, wa kuvuna. Muda nchi idumupo, haya majira yapo siku zote. Bwana Yesu apewe sifa. Solomo Yesu bado hajarudi kulichukua kanisa lake. Haya majira tutakuwepo nayo na yapo siku zote. Sasa hapa anatuambia hivi, majira ya kupanda na nini na mavuno. Sasa kwenye kutafakari juu ya mavuno, kuna baadhi ya vitu ambavyo Roho wa Mungu alikuwa anavidondosha ndani ya moyo wangu. Moja ya vitu, kuna vitu kama 7-8 hivi amevidondosha ndani ya moyo wangu. Moja ya vitu alivyovidondosha ni kwamba, cha kwanza ni kwamba kuna kuvuna ulichopanda. Ukisikia tu concept ya mavuno, kuna issue ya kwamba mwisho wa siku ni lazima uvune ufanyeje, ulichopanda. Na sasa hapa tunatakiwa kuwa na ufahamu ambao uko wazi. Sio lazima uvune ulipopanda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hii sasa nimesema tunatoka pia tu kwenye concept, kwa sababu kama tumepanda kwenye lishamba, tutakuja kuvuna kwenye lishamba, si ndivyo? Lakini concept hii katika ulimwengu wa roho ni kwamba utavuna ulichopanda. Ninaweza nikapanda kwa Dr. Sekile hapa, nikampa sadaka yangu kwamba Dr. Sekile hiyo 1 2 3. Lakini Dr. Sekile ya adui akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Tunafahamu ni kupanda kwa mzabibu mwitu, kwa mzabibu mwema umegeukeje kuwa mzabibu mwitu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa usiruhusu mtu akakupandia wewe hapo.
Okay, kwa sehemu pia one of the thing ambao tunakitumia sasa pia kupanda kwa kutamka maneno. Hiyo ni njia mojawapo ambayo unatumia kufanyaje, kupanda vitu. Mtu anakuzungumzia tu maneno ambayo ni unnecessary, maneno ambayo hayana maana yoyote, alafu unatulia tu kimya. Hapana, anakupandia huyo mtu. Sasa hii nimesema inatakiwa uwe intentional, inatakiwa ufanye mambo kimakusudi. For example, usimwite mtoto wako mbwa, unapanda hiyo mbegu. Unataka mtoto wako aje kuwa mbwa. Did you know the spirit beyond dog? Ndio huyo anakuja kuwa mkubwa, anakuja kufanya vitu ambavyo havina maana yoyote. Unavuna kitu ambacho ulifanyaje, ulikipanda. Kwa hiyo be intentional unapokuwa unafanyaje, unapanda. Mtu anakutamkia tu maneno tu ambayo hayana maana yoyote na unakubali tu. Tutaona kama utaolewa. Na unaliacha. Mchungaji mimi amenipandia neno zuri hapa na bakuli yangu vitatu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji asante kwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwenye maisha usiruhusu mtu akakutamkia neno ambalo ni baya. Yaani unaruhusu mtu anakutamkia neno ambalo ni unnecessary. Kwa sababu kesho na kesho kutwa unaenda kuvuna. Mjinga wewe, mpumbavu wewe, unabaki nao kwa sababu alisema mwalimu wako. Kwa mimi ni mjinga. Kwa hiyo mimi there is nothing that I can do. Mimi ni useless. No, you are not useless. Wewe sasa inatakiwa upande, I'm not useless, I'm useful. Mimi sio mjinga, mimi ni mtu wa maana. Sasa through the word of God ndio unapopata pia maneno mazuri ambayo unakuwa unajipandia wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ile Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka wa 14, kuna mahali pale mstari mmoja anasema kwamba mtakuwa kichwa na sio mkia. Mtu anakuambia mjinga, wewe ni wa mwisho tu. Wewe mimi sio wa mwisho, mimi ni kichwa na sio mkia, nitakuwa juu tu na sio chini. Kwa hakikisha una neno la Mungu ambalo linakubaka kwa namna ambayo sasa yourself unakuwa unapanda, unajipandia wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Anasema hivi pia namba 5, unapovuna mara zote kuwa mnyenyekevu na tambua nafasi ya Mungu, maana ndiye akuzae. Unapokuwa ukivuna, most of the time anayekuza ni Mungu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 3:6 anasema hivi, mimi nilipanda hapo wakati ya maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. 7, hivyo apandaye si kitu wala atiaye maji si kitu, bali Mungu akuzae. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo inapofika wakati wa kuvuna, ambapo ndo mara nyingi wakati tunajisahau, tambua nafasi ya Mungu, kuwa mnyenyekevu kwamba mwisho wa siku nimevuna. Tunafahamu ile story kwenye Biblia, yule amepanda, yule tajiri amepanda akasema, nafsi yangu kula sasa ushibe ujinufaishe. Kwenye ile story anasema kwamba Mungu anamwambia, mpumbavu wewe, leo hii wanataka roho yako. Hivi Mungu waga anataka roho za wapumbavu? Mungu waga anataka roho za wapumbavu? Kwa hiyo inakupa kujua ya kwamba destination ya yule mtu, it was not good destination, si ndivyo? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa vuna. Na sasa moja ya vitu ambavyo vinaitaka kiburi kwa mwanadamu. Mwanadamu akiwa ameshiba na kiburi, yeye ana kiburi big time. Akiwa hana kitu, nyenyekevu kweli. Si unakumbuka story ya bwana mpotevu? Njaa ilipozidi katika nchi ile, he come to his senses. Yaani njaa ina tabia ya kumrudisha mtu kwenye sensi zake. Inamrudisha mtu anasema, kafikiria ni watumishi wangapi wa babangu wanakula, ni bora tu nirudi. Njaa hiyo. Alipokuwa anakula na ponda mali kufa kwa jasio hiyo, kuna hiyo kauli nasemaga hivyo, sivyo? Alipokuwa anaponda mali kwa nadhani kama anakumbuka, hakumbuki chochote. Kwa hiyo Mungu akitubariki, we are supposed to be wise enough kwamba hizi baraka ni Mungu amenibariki. Be humble enough, recognize presence yake kwa kiwango. Kuna ndugu mmoja ni example, tumemnunulia mchungaji, si ndivyo? Mchungaji atasema Mungu akubariki, si ndivyo? Sasa lile neno la baraka ambalo mchungaji anakuwa amelitoa kwako, sio lazima uende kuvuna kwa nani? Kwa mchungaji. Tumemnunulia hapa, si ndivyo? Sio lazima uende kuvuna kwa mchungaji. Kinachotokea sasa,
kwa sababu umemnunulia mchungaji, wiki linaloanza hapo kuna deal ambayo technically ni kana kwamba yani ilikuwa haiko kwenye mfumo wako kupokea, au ni malipo ambayo hayakuwa kwenye mfumo wako kuyapokea that week, unakuta umelipwa. Ukifanya reference, hii nimevuna wapi? Jumapili nilipanda kwa kumnunulia nani? Mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sio lazima kwa sababu ulipanda kwa mchungaji basi utavuna kwa mchungaji. Utavuna ulichopanda. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ukisoma Kutoka 23:10 anasema hivi, utapanda mbegu katika nchi yako muda wa miaka 6 na kuyavuna maongeo yake. Alipanda, anakuja kufanyaje? Anakuja kuvuna. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Wagalatia 6:7 anasema hivi, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachofanyaje? Atakachovuna. Kwa ukisikia mavuno, kuna kupanda, lakini wakati tunafanyaje? Kuna kuvuna. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakina Mzee Mwambalaswa kuna wimbo walikuwa nao zamani huko, nasema utavuna ulichopanda, utavuna ulichopanda, Yesu Bwana ndiye mchungaji, utavuna ulichopanda. Bwana Yesu apewe sifa. Ni tafakari Roho Mtakatifu alinipitisha, lakini hiyo tafakari kwa anaachilia na mistari. Lakini tafakari ya pili, kuna kuvuna walipopanda wengine. Kuna kuvuna ulichokipanda wewe hapo, lakini kwenye ulimwengu huu wa kiroho, katika kumtumainia na kumtegemea Mungu, kuna uweza wa kuvuna mahali ambapo haukupanda wewe, walipanda wengine. Hii sasa inatakiwa ikufanye sasa uishi kwa namna ambayo unaishi kimakusudi ama intentionality. Yaani ishi kimkakati. Kama kuna possibility ya kwamba ninaweza nikavuna walipopanda wengine, nitakuelekeza namna gani. For example, tunaambiwa kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, si ndivyo? Tunaambiwa tumuombe Bwana wa mavuno ili alete watendakazi shambani mwake, si ndivyo? For example, sasa hivi unaweza ukaenda ukamshuhudia huko mtu. Mara baada ya kumshuhudia huyu akaokoka. Lakini akishaokoka huyu mtu, kuna mwingine ambaye tayari alishaachiliaga neno ndani ya moyo wake. Sio kuokoka kwa mtu pia ni process. Sio kwamba muda mwingine wote itakuwa ni amesikia neno, muda mwingine amesikia neno, amekaa na litafakari. Kuna siku anakuja kukutana na mtumishi wa Mungu mahali fulani, linaachiliwa neno chapu haraka, mtu yule anafanyaje? Anaokoka. Sasa huyu aliyekuwa anahubiri hapa asijivune yeye kana kwamba mimi najua kuhubiri, nimehubiri to the extent huyu mtu anaokoka. Hapana, alishaanza kupandiwa mbegu tangu akiwa Sunday school. Ni ile tu Roho Mtakatifu hakuachilia ile conviction akiwa Sunday school ya kumfanya huyu mtu afanyeje? Aokoke. Kwa kama huku kuna possibility ya kuweza kuvuna mahali ambapo hujafanyaje? Mahali ambapo hujapanda. Kwenye maisha haya pia there is that possibility. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi, nenda Jumapili kanisani. Hapana, sikwenda. Unajua kanisani siku hizi kuna mambo mengi. Kuna mambo mengi. Wewe kwani kanisani unaenda kwa ajili ya mtu? Kanisani unaenda kwa ajili ya nafsi yako na roho yako. Mtu anaweza kawa na mapungufu, ana hiki na kile, lakini hii kwa ajili ya nafsi yako. Tuko kwenye kipindi ambacho ni cha hatari. Usizani kwamba kukaa ni kweli unaweza kumtafuta, yaani kuna kumtafuta Mungu kibinafsi kupo, lakini hii ya kijumuiya ni maagizo yako kwenye neno la Mungu. Kadri muonapo ya kwamba zile siku zimekaribia, msiache kukusanyika pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kuja kwetu hapa pamoja ni agizo ambalo lilitolewa ya kwamba tusiache kukusanyika. Kwa nini kwenye kukusanyika? Ulipokuwa unamtafuta Mungu kibinafsi huko, ukija hapo unaweza ukabalance hicho kitu ambacho muda mwingine ulizani hiyo tafakari iko hivyo, kumbe haiko hivyo. Ukija hapa unakuta unakuwa nini? Unakuwa aligned. Kwa kuja kwenye ibada hivi ni kitu ambacho
tunatakiwa kuwa nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Akasema inaonyesha nini? Nikasema mimi niko nyageni, nimeokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Vipi unarudia? Mimi nafanya. Wengi waga tunaogopa muda mwingine kuokoka kutokana na kwamba maybe kundi na mwingine hivi juzi amefanya kitu. Don't be judgmental. Acha Mungu mwenyewe ahukumu. Ili uweze kuifikisha injili kwa mtu mwingine, ni lazima aweze kuona kwamba unafanyaje, unampenda. Ila nikishaanza kusema 1 2 3, wewe kwanza unaona huyu jamaa anaongea vitu gani? Huyo mwenyewe ameokoka kwa sababu nimeonyesha upendo fulani, kukea ile namna ambayo kwamba mimi na hivi hivyo. Kwa nikasema okay, hamna shida. Kwa huyo ni mpango mkakati ambao niko nao. I'm praying for him. Na kabla huu mwaka hujaisha, huyo lazima awe ameokoka. Wewe tutapeana ushuhuda. Kwa hiyo kuna na possibility ya kuweza kuvuna mahali ambapo haukupanda. Bwana Yesu apewe sifa. Huku mbele nataka uelewe hizi concept ili huku mbele pia ujue sasa unapanda vitu gani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ili huku mbele ujue kwamba unapanda nini? Unapanda vitu gani? Jamani, mchungaji ameniintroduce kama daktari, mimi sio daktari wa wanadamu. Daktari ni dada Mary, bali ni daktari wa wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ni daktari wa roho. Haleluya. Tunaendelea mbele. Ili uvune ni lazima uwe na mbegu, na mtoaji wa mbegu ni Mungu mwenyewe. Ili uweze kuvuna ni lazima uwe na mbegu naenda kupanda. Mchungaji hajakosea, kila anayefanya hata hospitalini anasema ni daktari, pia natembea na hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Ili uvune ni lazima uwe na nini? Na mbegu, na mtoaji wa mbegu ni Mungu. Ukisoma Wakorintho wa 2:9-10 anasema hivi, na yeye ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Mungu ndio waga anatupa mbegu ya kupanda, kupa mbegu ya kupanda, unaenda kupanda, ukipanda mwisho wa siku unapata nini? Unapata mavuno. Kwa Mungu waga anatoaga mkate na anatoaga na mbegu. Sasa hii katika concept pia ya maisha, kwenye mbegu ambayo inapita mikononi mwako, ndani yake kuna mbegu ya kupanda na ndani yake kuna nini? Ndani yake kwenye hiyo mbegu, yani kuna mbegu na nini? Na chakula, si ndivyo? Kwa chochote ambacho Mungu anakipitisha ndani yako, kuna kitu ambacho unafaidika na hapo, lakini katika hicho ambacho umepewa ndani yake pia kuna nini? Kuna mbegu. Kwa sababu kwa nini kuna mbegu? Kwa sababu mwisho wa siku kuna sikukuu ya mavuno. Hauwezi ukasherehekea sikukuu ya mavuno wakati hauna nini? Hauna mbegu ya nini? Ya kupanda. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lakini kitu kingine cha 4 ni kwamba hakikisha unapanda kimakusudi, maana usipopanda utapandiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani hakikisha unapanda kimakusudi. Tutajua sasa unapanda vitu gani. Kwa sababu usipopanda utapandiwa. Walipolala adui alikuja kufanya nini? Alikuja kupanda magugu, si ndivyo? Yaani kwenye principles za kiroho hakunaga ule kwamba kuna ile concept ya kwamba ya void and null. Hapana, hatuna concept hiyo hapo. Kwenye principles za ulimwengu wa roho tunafahamu pale Mwanzo 1:1 dunia ilikuwa ukiwa tena utupu, it was void and emptiness. Kwenye ulimwengu wa roho hamna hicho kitu, ni lazima pawe na kitu. Sasa palipokuwa hapana kitu, Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nini? Ikawa nuru, si ndivyo? Sasa usipopanda watakupandia wewe. Kwa hiyo ukipata maarifa haya ya elimu hii ya kupanda na kuvuna, itakusaidia kwa kiwango ambacho hautaruhusu mtu mwingine apande kwenye maisha yako, kwenye maisha ya watoto wako, kwenye ndoa yako, kwa mume wako, kwa mke wako. Hutaruhusu mtu mwingine apande, kwa sababu usipopanda watakupandia wewe, ndugu yangu. Kwa hiyo ukielewa hii concept inayohusiana na mavuno, kuvuna na kupanda, inakusaidia sasa kupanda kimakusudi, intentional. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hakikisha unapanda kimakusudi. Mathayo 13:25 anasema hivi, lakini watu kuna watu wengine tunatembea kwenye vitu vya namna hiyo hapo.
unapata fedha nyingi sana, lakini there is nothing that you can show forth kwenye hiyo fedha. Haitakiwi iwe hivyo, kwa sababu unasema tabariki kazi ya nini? Ya mikono yako, si ndivyo? Kazi ya mikono yako utaila. Kama Mungu anasema tabariki kazi ya mikono yako, na baraka za Mungu utajilisha, wala hazichangamani na uzuri. Hapana, ni lazima kitu fulani kifanyike hapa. Kwa maana ya kwamba for example, kuna wale ambao ni wafanyakazi, sio serikalini, sio kwenye taasisi binafsi, na most of the time nakuta kwamba wakati tunapata notification kwenye simu, si ndio? Sasa nikufundishe ka principle ambako mimi ninatembea nako kwenye maisha yangu. Ikiingia muamala wote kwenye simu, waga nasema Mungu nipe hekima ya kuitumia hii fedha. Ukimwomba Mungu akupe hekima ya kuitumia hiyo fedha, kwanza nimerecognize Mungu kwenye hii fedha, kwenye haya mavuno ambayo nimeyapata. Kwa hiyo principle ni kwamba ninatakiwa nitoe fungu la 10, si ndivyo? Lakini hata ile 9 iliyobaki, bali na kwamba umetoa fungu la 10, you need wisdom from above ya kukusaidia kuweza kuitumia. Otherwise utakuwa sawa sana huyu ambaye anakwambia kila ninapofanya sioni matokeo, lakini tuko kwenye mchakato wa kuendelea kuomba kwa namna ambayo matokeo lazima tuanze kuyaona. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani sio mpango wa Mungu wewe upate hela ya kutosha, upate mshahara wa kutosha, ufanye biashara, upate nini, upate faida. At the end of the day there is nothing to show. Hiyo kazi ya mkono wako, huo sio mpango wa Mungu. Kwa kama sio mpango wa Mungu ni nini? Ni hila na mpango wa adui. Na kama ni hila na mpango wa adui, Biblia inasema kwa sababu hatukosi kuzijua hila za adui, si ndivyo? Kwa sababu hatukosi kuzijua hila za adui, tukishazijua then we are going against hizo hila na huo mpango wa nini? Wa adui. Bwana Yesu apewe sifa. Namba 6, mavuno huwa yanaenda direct proportional na mbegu. Yaani mavuno huaga yanafananiaga muda mwingine na mbegu ambayo umefanyaje? Umepanda. Sasa hapa kwenye Wakorintho wa pili 9:6 anasema hivi, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna nini? Atavuna haba. Na moja ya kitu ambacho watu tunakifanya sasa hapa kupanda ni pamoja na njia ya nini? Ya sadaka, si ndivyo? Kwa hiyo it's come to sadaka, usisubiri external factor ya kukupush, toa na vitu kama hivyo hapo. Sawa, tunakushauri hivyo, lakini mwisho wa siku wewe ukielewa hii concept, wala hata uhitaji kwamba aje kwambia jamani, unajua ya kwamba mavuno waga yako direct proportion na nini na mbegu uliyopanda, si ndivyo? Na sasa pia hapa unapopanda hivi, ushaichukua mtu maharage hapa alikuwa anauzwa, wanachukua kama malolo wanaenda kupanda? Hapana, wanachukua mbegu ambayo ni nzuri, si ndivyo? Mbegu ambayo ni nzuri ndio wakati tunaenda kupanda. The same apply. Jifunze kwenye sikukuu hii ya mavuno ya mwaka huu, panda kitu ambacho ni kizuri. Wewe mwenyewe roho yako itakusemesha kwamba this one is the good thing ambacho unatakiwa umpangie Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukipanda hapa utavuna haba. Ukipanda kwa ukarimu utavuna kwa nini? Utavuna kwa ukarimu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Jambo la 7. Kwenye kuvuna unaweza kupanda mbegu nzuri, udongo mzuri na umehudumia, lakini mavuno yakaja kidogo. Yaani mbegu ni nzuri, ardhi ni nzuri, umeweka mbolea, tena umeweka mbolea nini? Umeweka mbolea ya samadi. Umefanya zile dawa ya kukuzia, umeweka ile nini ya kukuzia, ile mbolea ya kukuzia, sijui umepulizia na wadudu, lakini at the end of the day pia kuna possibility ya kuweza kufanyaje? Kuvuna kidogo. Sasa hapa nimesema hivi, kwenye kuvuna unaweza panda mbegu nzuri, udongo mzuri na umehudumia, lakini mavuno yakaja kidogo. Hii ikupelekee kujua kwamba kuna vitu vya kiroho pia kwenye huu mchakato mzima wa kupanda mpaka kuja kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaelewana na Mungu. Ukisoma Hagai 1:6 anasema hivi, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamjazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara anapata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka.
Unaweza kuwa ulipanda mbegu nzuri, kila kitu kizuri. Sasa hii ni upande wa Mungu, lakini kuna upande wa kiroho pia wa adui. Upande wa kiroho wa adui ni kwamba ulipopanda akaja kupanda nini? Akaja kupanda magugu. Sasa ukishaona ni gugu ile, si unaling'oa, si ndivyo? Ndio maana kwenye mchakato mzima wa kupanda mpaka kuja kuvuna kuna kupalilia. Alizi ya kwanza, ya pili, kuna kupalilia. Kwa nini? Kwa sababu magugu by default huwa yanachukua chakula cha nini? Cha ule mmea. Kwa ili magugu yasichukue chakula cha mmea, lazima nifanyeje? Lazima nipalilie. Lakini kuna kitu cha kiroho pia kiko behind what? Behind mchakato mzima. Kuna eneo nimesikia ni kwamba ukipanda huko, nadhani huko sana. Yaani ni kweli umepanda, umemea kila kitu, lakini yale mazao yako yanahamia kwenye shamba la mtu mwingine. Hizo possibilities zipo. Kwa kama hizo possibilities zipo, ujue kwamba it is beyond hii juhudi. Biblia kwa imesema kwamba tuweke bidii, lakini bidii hakikisha na cha kiroho pia kipo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ndio utakuwa unapanda yanahamia kwenye shamba lako. Na ukienda pale unakuta kabisa hapo hamna kitu chochote. Ile ukiwa mtu wa kuendelea kuomba, tujua sasa cha kiroho, kuendelea kuomba juu ya hayo mazao yako na mavuno yako, ndio unaweza kufanyaje? Ukavuna. Bwana Yesu apewe sifa. Namba 8. Kuvuna kupo kwa namna mbili. Kuvuna kupo kwa namna mbili. Kama ilivyo kupanda ni kwa namna mbili, na namna mbili hizo ni namna hizi hapa. Kuna kupanda kwa furaha na kupanda kwa huzuni. Namna nyingine kuna kuvuna kwa furaha, kuna kuvuna kwa huzuni. Bwana Yesu apewe sifa. Hii tunaipata kwenye Zaburi 126 mstari wa 5, nasema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele. Si ndio? Hapa tunaona amepanda kwa machozi, lakini anakuja kuvuna kwa furaha. Sasa both kwenye kuvuna na kupanda, mwingine anaweza kama anapanda kwa furaha, lakini kuvuna ni kwa nini? Kwa huzuni. Methali inatuambieje? Inatuambia hivi, iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni nini? Ni upotevuni, si ndio? Ukikakuta katoto ka form 3 form 2 ndo kamepata mpenzi, tuzungumze ndio mtu ambao kamepata boyfriend au girlfriend, ukikaambia wewe, hebu acha na hii mambo, yaani anakuona wewe unaongea nini wewe? Hivi unajua kupendwa wewe? Yaani huyu ni mkuu wako. Wewe ndo unataka kupenda tena. Say. Huyu wanga anapanda kwa furaha hapo, si ndivyo? Lakini most of the time tuna experience wengi hapa. Most of the time mavuno anakuwa ni kitu cha namna gani? Ndio hapa sasa. Both kwenye kuvuna na kupanda, hapa wanasema wapandao kwa huzuni watavuna kwa nini? Kwa kelele za furaha, si ndivyo? Lakini kuna possibility mtu mwingine akapanda kwa furaha, lakini mavuno yakawa ni nini? Ni ya huzuni, si ndivyo? Kuna msemo sijui methali ya Kiswahili inasema kwamba mchuma janga ula na wakua, si ndivyo? Sasa hiyo utatafuta maana yake, kama atakuja kutupa maana yake daktari. Namba 9, hata kama walipanda wengine, una nafasi ya kurekebisha na hata kama walipanda wengine, sasa hii concept ngoja nitoe kitu fulani. Hata kama wengine walipanda, kwa sababu nimesema kwamba kuna possibility ya kuvuna mahali ambapo kupanda, si ndivyo? Kwa mfano, kuna neema zingine mimi waga natembea nazo tu, ni kwa sababu babangu alikuwa ni mtumishi, si ndivyo? Alipanda mzee Mwakatobe, mimi nakuja kuvuna, si ndivyo? Alipanda marehemu mama Mwakatobe, mimi naendelea kufanyaje? Naendelea kuvuna. Sasa wapo wengine ambao wapo kwenye mazingira ambayo waliowatangulia walipanda vibaya. Tunaelewana? Akija nasikia nini? Wewe mtoto wa fulani. Ndio. Yaani milango tayari inakuwa imefungwa, si ndio? Jina tu la mtu linakuwa limefanyaje? Limeshamfungia mtu huyo milango. Sasa there is possibility waliotangulia kweli walipanda vibaya, lakini kwa mujibu wa neno la Mungu unaweza ukabadilisha hayo mavuno ambayo sio sahihi unayavuna kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo tunakufundisha kitu ambacho iko balanced, ni both way, ni win-win situation wanasema hivyo. Ni yaani kushinda pande zote. Kwa unaweza ukavuna ulipopanda ambao ni mazuri, lakini unaweza ukavuna ambapo haukupanda ambao ni mabaya. Lakini ukiona unavuna ambapo haukupanda ambao ni mabaya, there is
responsibility and the authority, mamlaka iko ndani ya neno la Mungu, unaweza ukabadilisha hicho ambacho kilipandwa ambacho ni kibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hii tunaipata kwenye Ezekiel 18:1. Anasema hivi, neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi na watoto wakatiwa ganzi la meno? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena methali hii katika Israeli. Aliyetangulia alifanya kitu kibaya, wewe una possibility kwa mamlaka ya hili neno hili hapa kubadilisha hayo madhao ama kubadilisha hayo mavuno ya vitu vibaya ambavyo they are happening, vinatokea kwenye nini? Kwenye maisha yao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunafahamu ile nyimbo ya zamani, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Mungu, siku hiyo inakuja. You are responsible na maisha yako. Ni kweli unaweza ukawa walifanya vibaya, ukawa unatembea kwenye makosa ya kwao, lakini ukishasoma huu mstari ni kwamba kila mtu anachukua mzigo wake, sitembei na hautembei na dhambi ya mtu yeyote. Kwa hiyo upo kwenye nafasi ya kuweza kubadilisha hayo mavuno ambayo muda mwingine ni ubaya, ni uharibifu, unatokea kwenye maisha yako kutokana na kwamba kuna watu fulani. Sio sababu watu wanatoa sadaka za ukoo na familia huko, zinakufunga kwenye mafungo fulani. Sasa ukishajua kwamba hiki kitokea kwa mama mdogo, mkubwa, shangazi, si mjomba na nani, hata kitu ni kama kanatokea kwenye familia. Neno la Mungu linatuambia hivi, Wakorintho wa pili 5:17 inasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yafanyaje, yamekuwa mapya. Kwa hiyo wewe na mimi kama uko ndani ya Kristo tayari ni kiumbe kipya. Kwa kama ni kiumbe kipya, wala umepinga ambacho unatakiwa ukijue, jua utambulisho wako wewe kama kiumbe kipya. Utambulisho wako, neno la Mungu linasema wewe ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. Hiki kitu kiko kwenye ukoo wetu, kiko kwenye kabila letu. Ni kweli kiko kwenye kabila letu, lakini Biblia inaniambia kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale ni kweli yako kwenye ukoo wetu, lakini I'm no longer belonging to my ukoo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini nasema you are no longer belonging to your ukoo? Kwa sababu Ufunuo anatuambia hivi, anaonua watu wa kila lugha, kila kabila, kila jamaa, kila taifa, amewafanya kuwa makuhani na wamiliki. Kwa hiyo moja ya utambulisho wako ukisha kuwa kiumbe kipya, wewe ni kuhani, wewe ni mmiliki. Kuhani ni kwa ajili ya kuomba, lakini umiliki kwenye ufalme ni ishu ya nini? Sasa ni ishu ya ukuhani, ni ishu ya kiroho ya kuomba, lakini ufalme ni ishu ya utendaji, professionalism. Sasa ndo nini? Ndo ufalme. Lakini ukuhani, katika kila professionalism nyuma yake kuna cha kiroho chake. Kwa cha kiroho sasa hicho kinahusika na nini? Na maombi. Kwa through kwenye maombi ndio inakuja kumanifest kwamba wewe ni kuhani, lakini wewe ni mfalme. Lakini angalia neno la Mungu linakuaddress, linakuintroduce wewe kama nani. Biblia inasema kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kwa moja ya utambulisho wangu mimi kama kiumbe kipya ni mshindi. Biblia inasema kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Anatuambia duniani nao dhiki, jipeni moyo, mimi Kristo nimeushinda ulimwengu na ninyi mtaushinda ulimwengu. Kwa ndani yako kuna ushindi wa kuvuka kwenye hicho kifungo ama hayo mavuno mabaya ya uharibifu ambayo adui anaweza kawa aliyapanda kwenye mababa zako, mababu zako, kwenye ukoo wako. Lakini ukishajua utambulisho wako, wewe ni nani? Yesu anakuaddress wewe kama Mungu wa ulimwengu, anakuaddress wewe kama chungu ya ulimwengu. Ndio utambulisho wako huo wako. You are no longer, haupo tena kwenye huo ukoo wako, haupo tena kwenye hilo kabila lako. Ni kweli kabila lako liko hivi na hivi na hivi, lakini wewe ni kiumbe kipya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya kanisa. Tunaelewana wana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaeleweka? Sasa mbegu ambayo wewe tunapanda ni ipi? Tunaelekea kuhitimisha. Ni mbegu gani ambayo sasa wewe tunapanda? Na sasa tunajua kwamba tunapopanda tunaelekea tupande intentionally, si ndivyo? Unapanda mbegu nzuri, unapanda mbegu iliyo bora. Mbegu ambayo tunatakiwa kupanda
wana wa Mungu ni mbegu za namna tatu. Ni mbegu za namna tatu. Na hizi mbegu za namna tatu ndio kila Jumapili hapa uwaga tunazinaniliu. Hapa kwenye ile ungamo la namba 1 ile. Kama lipo hapo unaweza kusema kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Mbegu ambazo uwaga tunazipanga ni mbegu za namna tatu. Mawazo, maneno, matendo. Ndio mbegu ambazo uwaga tunazipanga. Ile kwa oda ya neno, ile concept 9 zote nilizokuambia pale. Mbegu ambazo watu wanazipanda ni hizi tatu. Mawazo, maneno, matendo. Unawaza nini? Unasema nini? Unatenda nini? Kwa sababu pia matendo yana sauti kubwa kuliko nini? Kuliko maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kwenye mawazo sasa hapa, Methali 23:7 anasema hivi, maana aonayo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kuona kupitia nafsi ni kuona kupitia nini? Kupitia mawazo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na mawazo yetu tunakuta yanakuwa dictated na nini? Na mazingira tuliopo, jamii tulizopo, eneo ambalo tuko. Sasa tunajiona sawasawa na jamii, tunajiona sawasawa na mazingira, tunajiona sawasawa na koo zetu, lakini akati neno la Mungu linatuambia kwamba hatupo huko tena. Sisi ni viumbe vipya. Sasa wewe na mimi ambao ni kiumbe kipya, lazima tuweze kuona sawasawa na neno la Mungu linaona nini. Warumi anasema tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tugeuzwe nia zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kinachogeuza nia ya mtu ni neno la Mungu. Sasa mawazo yanakuwa dictated na vitu ambavyo waga tunaviona kwa lugha nyingine. Sasa tunapoviona, tunapovisikia, sasa ni lazima tuwe intentional pia. Unatazama nini, unasikiliza nini, kwa sababu zina nafasi kubwa ya kuamua upande mbegu ya namna gani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maneno unachokisema ni mbegu. Zaburi ya 45 mstari wa 1 anasema hivi, moyo wangu umefurikwa na neno jema. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Ufanye ulimi wako kuwa kalamu ya mwandishi stadi, kutamka yale ambayo yako ndani ya neno la Mungu. Jitamkie yaliyo mema, jitamkie yaliyo baraka. Ni namna ambayo unapanda mbegu na utayavuna hayo. Kwa sababu hiyo usubiri mtu aje akutamkie. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ni mshindi. Wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Kristo yuko ndani yangu, ni tumaini la utukufu. Kila ninachokifanya ni lazima kuwe na tumaini la utukufu. Umesema utanibariki mjini, utanibariki shambani. Sasa hivi naelekea shambani, baraka yako iko pamoja na mimi. Niko mjini, baraka yako iko pamoja na mimi. Kabla kukandia Mungu amesema atanibariki. Haya ni maneno ambayo you are supposed to speak kwenye biashara yako. Inatakiwa utamke kwenye kazi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa maneno Prophet Methali 18:20 anasema hivi, tumbo la mtu linajazwa matunda ya kinywa chake. Unayoyazungumza utakula. Sasa kwa nini ujizungumzie mambo mabaya, mwana wa Mungu? Yaani make sure usizungumze kitu ambacho ni negative juu ya maisha yako, juu ya mtoto wako, juu ya mume wako, juu ya mke wako. Don't speak negative. Kama tukia kitu sasa kwa mazingira ya kama tukia kitu kidogo ama yaani kama jadi mama yeye ndio tufuile. Ndio maneno ambayo tunaongeaga huku. Wewe observe tu. Sema kwa huku unashuka wewe. Nakufa mama si. Unapanda hichi kitu kidogo, lakini kwenye ulimwengu wa roho waga unaga utani. Kwa nilikuwa nasema tu, kwa nini usiseme Yesu? Kwa mfano, wenzetu tunasikia kwamba mtu tayari. Sometimes mtu akija kule ni mzee, utasikia kwamba unajua ni magonjwa ya mtu mzima. Lakini mimi nasomaga Biblia, sijaona kwenye Biblia ambapo yaani nikimtafuta daktari pale yupo daktari pale Dr. Mary atasema kwamba kwa magonjwa haya hapa kwa umri wako ni kitu namna hiyo hapo. Ni kweli amesoma darasani kitu cha namna hiyo hapo. Lakini ukija kwenye neno la Mungu linasemeje? Uzee wako ujana wako utarejezwa kama tai, si ndivyo? Lakini Methali inasema hivi, maisha ya mtu ambaye ni muamini ni kama nuru.
Ngoja niwatafutie huo mstari na nitawasomea wa Kiingereza. Najua muda we are almost there. Naomba niwatafutie huo mstari. Maisha ya mwenye haki ni kama nuru. Kama kuna mtu anakufahamu ni Methali ngapi huo mstari? Maisha ya mwenye haki ni kama nuru. Naomba nisaidie ili kutafuta hapo. Mstari sikuweka hapa, lakini nataka nikuonyeshe huu mstari. Jamani, tuko mwishoni kabisa. Naomba mwenye smartphone nitafutie huo mstari. Na mimi nakutafuta hapa. Methali 4. Naomba nisomee kwa sauti kabisa, nisimame kabisa hapo. Alafu mimi nitasoma kwenye tafsiri moja mtaona. Methali 4 ngapi? Methali 4:18. So simama dada je, simama. Methali 4. Methali ni Proverbs, sivyo? 4:10 ngapi? 18, sivyo? Okay, soma hiyo. Bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Kuna tafsiri moja 4:18, sivyo? Kuna tafsiri moja inaitwa The Message Bible, anasema hivi: the way of right living people glow with light. Njia ya mtu ambaye anatembea katika haki, glow with light, waga inang'ara kwa nuru. Ile waga ni watu wa kunawiri, si ndivyo? Anaendelea mbele, anasema hivi: the longer they live, the brighter they shine. Kadri wanapozidi kuishi umri mrefu, ndivyo ambavyo huwa wanang'ara zaidi. Hii ndio ahadi ambayo iko ndani ya nini? Ndani ya neno la Mungu. Hii ni tafsiri tu ambayo sasa ninakusomea kwenye tafsiri nyingine, ambayo sasa ukija kwenye elimu ya dunia hii hapa, hekima ya dunia hii hapa, nasema hiyo jamani, unakuwa unachoka mwanangu, unakuwa unapiga na fimbo na vitu vya namna hiyo hapa. Sikatai, na ndio iko hivyo. Lakini neno la Mungu ndio waga linabadilisha nia zetu, linabadilisha mtazamo wetu. Sasa hii inatakiwa iwe personal, sio inakuja kukuambia hivi na hivi. Wewe ukiwa unasoma ilikuwa ukutane na hichi kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tumesema hapo ni kwa maneno, sivyo? Mbegu ya maneno, mbegu ya mwisho ni mbegu ya matendo. Methali 22:8 nasema hivi: yeye apandaye uovu atavuna msiba. Hii ni mbegu ya nini? Mbegu ya matendo. Mbegu ya matendo. Ukisoma Mathayo 6:19 anasema hivi: msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu vyaibumo na wevi uvunja na kuiba. 20, bali jiwekeni hazina yenu mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo. Kuweka hazina mbinguni ndio kwa njia ya sadaka kama hiyo ambayo tunaitoa nini? Ya mavuno, si ndivyo? Lakini Wakorintho wa pili 9:6 anasema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye haba, kupanda haba ni kitendo, namna unavyoishi, mwenendo wako. Ndio maana tunasema utusamehe kwa mawazo, kwa maneno na matendo, si ndivyo? Matendo unayoyatenda ni mbegu. Kwa hiyo hakikisha unatenda matendo ambayo ni nini? Matendo ambayo ni mema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma Mathayo 5:16 anasema hivi: vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema. Bwana Yesu apewe sifa. Kupitia hii unaweza ukajifanyia evaluation kwenye maneno, kwenye matendo, kwenye mawazo. Muda mwingine unakuta kwamba ulipo hapo ni matunda ya maneno ambayo ushawahi kujisemea, washawahi kusemea watu, ama mawazo ambayo unafanyaje, unayawaza, ama matendo ambayo unafanyaje, unayatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaenda kusimama.